mwenyekiti wa chama cha Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu kwa kusimama imara dhidi ya mifumo kandamizi. Kukamatwa kwake kwa kutumia neno uasi ni jaribio la kufunga mdomo wa haki, ni jaribio la kunyamazisha. Kwa salamu ya chama chetu ACT Wazalendo, taifa kwanza, leo na kesho. Nimefurahi kwamba tumefika salama. Niwapongeze pia kwa kujitokeza kwa wingi kuja kuendelea kupokea maelekezo, kuendelea kusikiliza ni nini ACT Wazalendo imejipanga kufanya, inaendelea kufanya ili kuhakikisha kwamba mwaka huu unakuwa sio mwaka wa mazoea kwetu sote. Huu ni mkutano wangu wa kwanza hapa Songwe, wa kwanza hapa Mbozi. Lakini mkutano huu ni matokeo ya kikao cha halmashauri kuu kilichofanyika tarehe 23 Februari ambacho kilikielekeza chama kuendelea na kazi ya kuwafahamisha Watanzania masuala ambayo tunayasimamia katika kuleta mageuzi, kuhakikisha kwamba kila kura ya Mtanzania inakuwa na thamani. Halmashauri kuu ya chama ilielekeza kuanza kwa operesheni Linda Demokrasia. Kongamano la kwanza lilianzia mkoa wa Dar es Salaam ambapo mwenyekiti wetu wa taifa ndugu Othman Masoud Othman alihutubia. Kongamano la pili lilifanyika mkoa wa Lindi ambapo kiongozi wa chama mstaafu ndugu Zitto Zuberi Kabwe alikuwa mgeni rasmi na aliendelea kupeleka ujumbe wa chama kwa wananchi, wanachama na wapenda demokrasia. Kongamano letu la tatu lilifanyika mkoa wa Kigoma ambapo makamu wetu mwenyekiti Tanzania Bara ndugu Isiaka Mchinjita alikuwa mgeni rasmi na alihutubia na kuendeleza kutoa maelezo ya namna gani ACT Wazalendo inataka tuendeleze na kulinda demokrasia, maelekezo gani tunatoa kwa wanachama na wapenzi wetu. Leo nipo hapa Songwe, ninaendelea katika utekelezaji wa kazi hii muhimu, kazi ambayo tunajua itapokelewa kwa mikono miwili na watu wa nyanda za juu kusini, kwa mikono miwili na wana Songwe, wana Mbeya, wana Mbozi. Na tuchukulii huu kama mkutano wa kawaida au kongamano la kawaida. Tunajua ni wito wa kihistoria, ni wito wa kuamka, ni wito wa kuunda Tanzania ya haki, usawa na uhuru wa kweli. Na kama nilivyoeleza, tunajenga juu ya msingi wa maelekezo yaliyotolewa na halmashauri kuu yetu ya chama. Tumefanya hivi kwa kutambua kazi kubwa inayofanywa na watu kutoka mkoa wa Songwe, kazi kubwa inayofanywa na watu kutoka mkoa wa Mbeya, kazi kubwa inayofanywa na wanachama wetu, viongozi wapenda demokrasia kutoka nyanda za juu kusini. Tunajua eneo hili ni nguzo ya mabadiliko.
tangia tulipoanza mfumo wa vyama vingi nchini, mageuzi yote eneo hili mmekuwa nguzo, mmechukua tochi ya demokrasia na mmeendelea kupaza sauti katika kuendeleza kujenga misingi ya taifa jipya, taifa tunaloliamini, taifa tunaloliona kesho. Kwa hiyo ni imani yangu yale yote ambayo tutaenda kuyawasilisha hapa yatakwenda kufanyiwa kazi na kuwa sehemu ya chachu ya mabadiliko katika eneo la Nyanda za Juu Kusini. Maazimio haya ya Halmashauri Kuu ya Taifa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 yamewekwa mahususi kwa vile tunajua uchaguzi huu unaenda kubadilisha sura ya Tanzania. Mbozi mpo! Mbozi safi! Songwe safi! Tunajua wakati huu ninapoongea hapa bado tuko kwenye wakati mgumu, lakini wakati muhimu. Bado tunakumbuka majeraha tuliyoyapata katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Bado tunajiponya vidonda ya kilichotukia kwenye uchaguzi huu, uchaguzi uliokuwa umejaa udanganyifu, wizi wa kura na vurugu zisizokubalika. Hapa Songwe, nyie ni mashahidi ya namna ambavyo CCM ilivyotumia kila mbinu isiyokuwa halali kujiokoa. Tuliona, tulisikia, tulikuwepo. Mwenyekiti wetu wa chama ndugu Zambi alikamatwa bila sababu za msingi wakati wa kampeni. Katibu wetu wa mkoa ndugu Kelvin alishambuliwa na kujeruhiwa na wafuasi wa CCM, na mpaka leo hakuna hatua zozote za kisheria zilizochukuliwa. Baya zaidi, tumeshuhudia maisha ya watu wasio na hatia yakipotezwa kwa sababu ya siasa za choyo, siasa za ukandamizaji. Na wauliza, je, CCM inawezaje kujivunia ushindi wa 99.1 kutokana na damu za Watanzania? Hili ni swala la kujivunia kweli? Ikiwa hivyo ndivyo wanavyofanya kwa nafasi kama ya mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, itakuwaje tunaposhindana kwenye udiwani? Itakuwaje tunaposhindana kupata ubunge? Itakuwaje tunaposhindana kupata urais? Hii siyo demokrasia, ni udikteta uliojificha kwenye vazi la uchaguzi. Serikali ya CCM imejipambanua dhahiri shahiri kwamba haitaki mageuzi, haitaki kuleta mageuzi ya kweli. Badala ya kutimiza ahadi za maridhiano tulizopewa na Mheshimiwa Samia, habari za tohara, tumeshuhudia matumizi ya mabavu, vyombo vya dola dhidi ya wananchi, dhidi hasa ya wapinzani. Ahadi ya siasa za maelewano imepotea kama moshi hewani. Lakini sisi tunasema hatukubali kushindwa. Hatukubali nini? Kushindwa. Hatukubali nini? Kushindwa. ACT Wazalendo! Taifa la wote! Ahadi za tohara za Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan zimepotea hewani.
wametuonesha dhahiri shahidi wao ni aina gani wanasiasa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Pamoja na yote walioonyesha, sisi tunasema hatukubali kushindwa. Hatukubali nini? Kushindwa. Tunafahamu mapambano yanatakiwa yaendelee. Mapambano yanafanya nini? Yaendelee. Na hakuna kukata tamaa. Tumesema mapambano yanaendelea, si ndio? Hakuna kukata tamaa. Vijana mpo? Wazee mpo? Kina mama mpo? Mapambano yanaendelea na hakuna kukata tamaa. ACT Wazalendo tunawajua maadui ya demokrasia, na tunajua mtaji wao mkubwa wanaowekeza ni kuwapa hofu wananchi, kuwatisha Watanzania, kuwavunja moyo na kuwafanya wakate tamaa. Lakini leo mbele yenu nasema wazi, hatukubali hofu hii iwe silaha yao. Tutapinga ukandamizaji kwa uasi wa haki, uasi wa wajibu, uasi wa imani yetu katika demokrasia ya kweli. Tumeona namna ambavyo vyama vya upinzani vinavyokandamizwa, hasa vinavyoongea, vinavyosema mabadiliko yafanyike. Na kwa hili naomba nimpongeze ndugu yangu mwenyekiti wa chama cha Chadema ndugu Tundu Antipas Lissu kwa kusimama imara dhidi ya mifumo kandamizi. Kukamatwa kwake kwa kutumia neno uasi ni jaribio la kufunga mdomo wa haki, ni jaribio la kunyamazisha. Na ujumbe wangu kwa Chama cha Mapinduzi ni huu: msipozuia ukweli, hautawazuiwa na ujeuri kwa ndugu Lissu. Nasema mashtaka dhidi yako hayatazuia na yanatupa nguvu zaidi kuendelea. Mashtaka hayo yanatupa ari kuendelea kupigania demokrasia, kuendelea kuwa wakweli, kuendelea kusimama kidete kuhakikisha kwamba taifa letu linapata mabadiliko ya kweli, thamani ya kura ya Tanzania inatambulika, na tunaondokana na siasa za ukandamizaji. Nilisema kwenye mkutano wa halmashauri kuu, na leo ninarudia hapa mbele ya watu wa Mbozi, mbele ya watu wa Songwe na mbele ya watu wa mkoa wa Mbeya, kwamba niko tayari kuongoza mapambano haya, kuongoza uasi huu wa kudai haki ya pamoja na Watanzania wote wanaotamani mabadiliko. Ndugu wanachama, ACT Wazalendo kimeendelea kukumbusha Watanzania, kimeendelea kufanya kazi yake msingi, lakini kinaendelea kusema hatutakuwa chama cha kulalamika tu, tutakuwa chama cha kukosoa, chama cha kukemea uovu, chama cha kudai mabadiliko ya kweli katika taifa letu, chama chenye maono makubwa kuhusu taifa hili, chama kitakacholeta masuluhisho, na chama ambacho kinaiona kesho njema ya Tanzania. Tunajua tunachotaka, demokrasia ambayo inathamini kura ya kila Mtanzania, demokrasia ambayo tunapata chaguzi huru na za haki, demokrasia ambayo viongozi wanachaguliwa na wananchi,
demokrasia ambayo ridhaa ya wananchi inaheshimika na sio wanachaguliwa viongozi kwa jeuri na matakwa ya dola. Kupitia operesheni hii ya Linda Demokrasia, tumeweka wazi madai yetu, tumeweka madai 6 ya msingi na tunaendelea kuyarudia hapa, ambayo tunaamini na tunajua yanaweza kutekelezwa sasa. Ni madai ambayo tutakapokuwa na utashi wa kisiasa ni madai yanayotekelezeka. Kwanza, tunataka makamishna wa tume inayoitwa Tume Huru ya Uchaguzi wajiuzulu na badala yake wateuliwe makamishna wapya kwa mfumo unaoelekezwa na sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi ya Taifa, ili kurejesha imani ya wananchi katika uchaguzi wetu. Lakini pili, tunataka mawakala wawe huru, wasitishwe, wawe na haki ya kupata fomu za matokeo bila bughudha. Wametuletea kanuni, wanasema fomu zitapewa kwa mawakala kama tu zitakuwepo kituoni. Sisi tumewekeza kama Watanzania, tunataka mifumo ya uchaguzi huru na haki. Ndio maana kila chama kimepewa nafasi ya kutuma nakala kituoni. Huyo wakala kazi yake ni kusimamia michakato inaendelea pale kituoni, na mwisho wa siku apewe matokeo ya kura na sio vinginevyo. Unapoona watu wanaanza kutunga kanuni za kukimbia wajibu, ujue wanataka kuturudisha kwenye njia ile ile ya kupoka haki yetu. Kwa hiyo tunasisitiza, tunataka haki kwa mawakala, tunataka mawakala waheshimiwe vituoni, tunataka kila wakala apewe nakala ya matokeo na sio hadithi. Lakini pia jambo la tatu, tunataka wagombea wasienguliwe kwa mambo ya kipuuzi. Wagombea wamekuwa wanaenguliwa kwa masuala ambayo hayana mantiki. Mtu anaambiwa amesahau herufi moja kwenye jina lake, kwa hiyo anaenguliwa. Tayari sheria za uchaguzi zinaeleza ni mambo gani ambayo yakiwepo kikatiba yanamnyima mgombea fursa ya mgombea kuwa mgombea halali. Hayo ndio mambo ya msingi, sio masuala ya kukosea jina, ya kukosea herufi, sijui tarehe haionekani. Hiyo ndio kazi ya wale wasimamizi, kuhakikisha watu wanajaza fomu vizuri kwa umakini na sio kutumia kama kichochoro cha kuengua wagombea. Swala la 4, tunataka msiwe na kura feki. Sisi tumekuwa kwenye nchi hii mpaka sasa hivi tumefika miaka 50, tulikuwa hatujawahi kukutana na karatasi ya kura mtaani. Tumeiona miaka ya hivi karibuni 2020 na juzi kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, namna ambavyo kura zimezagaa mitaani. Kila mtu anajua alipozitoa na ndio wanazotumia kutumbukiza kwenye masanduku ya kura ili kupata ushindi wa kulazimisha. Tunataka kura feki zidhibitiwe. Tunataka uwepo wa kura halali tu vituoni. Uchaguzi uwe safi bila wizi wa kura. Lakini swala la 5 ni swala ambalo limekuwa likilalamikiwa kwa muda mrefu, swala la wakurugenzi wa uchaguzi kuwa wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Hawa wakurugenzi wa halmashauri wengi wao ni makada wa Chama cha Mapinduzi. Wengi wao waligombea nafasi mbalimbali
kwenda kusimamia uchaguzi. Tunakataa uwepo wa wanasiasa wenye maslahi ya vyama vyao kama wasimamizi wa uchaguzi. Uchaguzi uendeshwe na watu huru wanaojitegemea, wasiokuwa na vinasaba na chama chochote cha siasa, na hilo linawezekana. Tumechoka habari ya wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa uchaguzi. Tumeona kwenye chaguzi zote namna wakurugenzi wanavyokipendelea Chama cha Mapinduzi, namna wakurugenzi wanavyoshindwa kutimiza wajibu huu wa usimamizi kwa kutumia nafasi zao kuwa mbeleko kwa Chama cha Mapinduzi. Tumeona kwenye uchaguzi wa 2020, tumeona kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo sisi tunasema wakurugenzi wa halmashauri wasiwe wasimamizi wa uchaguzi. Swala la 6 ni kuhusu vyombo vya ulinzi na usalama visihusike kwenye uchaguzi. Polisi, majeshi, usalama wa taifa. Tumeona namna ambavyo wanatumia nafasi zao kuhakikisha kwamba chama tawala ndicho kinachokuwa na ushindi. Polisi na jeshi vifanye kazi yao ya kulinda na sio kutisha wananchi au kutumika kuhakikishia ushindi kwa chama tawala. Watu wa Mbozi, watu wa Songwe, wanachama wa chama cha ACT Wazalendo, wapenda demokrasia. Madai haya niliyoyataja, madai haya 6, sio madai magumu. Yanahitaji tu uamuzi wa kisiasa, utashi wa kisiasa wa kuyatekeleza. CCM inasema muda haupo. Ni kweli jamani? Hivi kuhakikisha kwamba mkurugenzi sio msimamizi na tunatafuta msimamizi mwingine, muda hautoshi? Tutashindwa hilo? Tutashindwa kudhibiti kura feki zisiwepo? Tutashindwa hilo? Tutashindwa kutoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama visiingilie uchaguzi? Sisi tunawaambia kinachotakiwa ni utashi wa kisiasa. Tunachotakiwa ni uongozi utakaotoa maelekezo halali ili mambo haya yasirudie na yakome. Kinachotakiwa ni uongozi unaotambua thamani na umuhimu wa kura ya kila mtu kulindwa, kuheshimiwa na kuhesabiwa kwa uhalali. Tunajua imekuwa ni kawaida kila tunapokuja na madai, Chama cha Mapinduzi kinatuambia au muda hautoshi au haya hayawezekani. Lakini sisi tunajua madai haya 6 yanawezekana na yanawezekana kutekelezwa kwa wakati, na inajulikana kwamba lengo la Chama cha ACT Wazalendo ni kuhakikisha tunapata chaguzi huru, haki na chaguzi zinazoaminika. Ni ugumu gani kuteua makamishna wapya jinsi ambavyo sheria inavyoelekeza? Sheria inasema makamishna wapatikane kwa ushindani. Litolewe tangazo, Watanzania wenye sifa waombe kazi, waitwe kwenye usahili, na wale wanaopata ushindi, wale 3 ndio majina yao yapelekwe na mmoja wao achaguliwe. Ilivyo hivi sasa, tume hii makamishna wamekuwa kuteuliwa jinsi wanavyojisikia, na mmoja wapo wa makamishna wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ni ndugu Mapuri aliyekuwa mwenezi wa Chama cha Mapinduzi. Mbozi mpo? Mbozi safi? Sisi tunapigania kuwa na tume ambayo haitakuwa na wanasiasa, haitakuwa na watu wenye mrengo wa kukipendelea chama tawala. Itakuwa na Watanzania huru watakaopatikana kwa njia ya ushindani.
hatimaye wale bora wachaguliwe na wakawe makamishna wa tume. Je, hilo haliwezekani ndugu zangu? Inawezekana. Tunaambiwa muda utoshi. Lakini ukweli ni kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kushiriki uchaguzi huru na haki. Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuweka uwanja ulio sawa katika uchaguzi, na wanajua hawataweza kushinda pale ambapo tunakuwa na uwanja sawa katika uchaguzi. Mbozi tupo, Songwe tupo, Mbeya tupo, Nyanda za Juu Kusini mpo. Hatua yetu nyingine tunaenda kuchukua, sisi ACT Wazalendo tunasema hatutakaa kimya. Tumeendelea kufanya uchambuzi wa kanuni za uchaguzi na kanuni za maadili ya uchaguzi, na tumeona mapungufu makubwa. Kanuni za maadili zinalazimisha vyama kusaini maadili kwa makubaliano yanayokiuka katiba, kwamba chama ambacho hakitasaini kanuni ya maadili hakitashiriki uchaguzi. Hii ni kuwanyima haki wananchi wa Tanzania kushiriki uchaguzi. Hii ni uvunjaji wa wazi wa haki za kisiasa, kwamba kila Mtanzania ana haki ya kushiriki uchaguzi, haki ya kuchaguliwa kama mgombea, haki ya kuwa mgombea na haki ya kupigiwa kura. Kwa hiyo ninaomba niwaarifu kwenye mkutano huu kwamba chama cha ACT Wazalendo kwa kushirikiana na asasi za kiraia kitafungua kesi ya kisheria kuzipinga kanuni hizi kandamizi. Tunasema tutatumia kila njia ya kisheria na ya amani kupigania haki ya Mtanzania. Naomba nirudie. Tutatumia kila njia ya kisheria na ya amani kupigania haki ya Mtanzania. Na zaidi ya hayo, tumeendelea kuhimiza na tunaendelea kuwahimiza Watanzania wote kujiunga na sisi kwenye mapambano haya. Hatutawahi wala hatutakubali kurudi nyuma kwenye zile chaguzi tunazozisimulia kila siku, 2019, 2020, 2024, ambao chaguzi hizi zilikuwa ni aibu kwa taifa letu. Tumechoka na viongozi ambao wanaingia madarakani kwa wizi wa kura na jeuri, na sasa ni wakati wa kupata viongozi wanaochaguliwa na kura za wananchi. Songwe safi! Songwe mpo! Mbozi safi! Mbeya safi! Nyanda za Juu Kusini safi! Mapambano haya, majukumu haya niliyoelezea hapa sio ya ACT Wazalendo peke yake, ni ya kila Mtanzania anayetamani maisha bora, anayetamani haki, anayetamani kuwa na uhuru wa kweli. Ninafahamu kuwa hii safari haitakuwa rahisi. Kuna wale watakaokamatwa,
kuna wale watakaojeruhiwa, na wengine hata wanaweza kupoteza maisha. Lakini kama nilivyotangulia kusema, haki haiwezi kuja bila mapambano. Hakuna mtu anaenda kukupa haki kwenye sahani namna hii, haitotokea. Ninarudia, nipo tayari kuongoza mapambano haya kwa niaba ya chama chetu, lakini tunajua ni kazi ambayo hatutaiweza peke yetu. Kila Mtanzania, kila mwana ACT anaamini kwenye mabadiliko, ana wajibu wa kushiriki, na kwa pamoja tutaikabili Chama cha Mapinduzi kwa kila njia. Tukikutana kwenye mazungumzo, tutazungumza. Tukikutana kwenye mabavu, tutapambana. Wenzangu, hebu tufikirie kwa pamoja. Sisi ni chama chenye maono makubwa. Tunaiona Tanzania ya kesho, tunaitamani Tanzania ya kesho, tunaitamani Tanzania ambayo kura ya kila Tanzania ina thamani. Tunaitamani Tanzania ambayo kila mwananchi ana sauti. Tunaitamani Tanzania ambayo viongozi wanawaheshimu wananchi waliowachagua. Tanzania ambayo vijana wana ajira, wakulima wana masoko, na kila mtu ana nafasi ya kuishi maisha ya heshima. Hiyo ndiyo Tanzania tunayoipigania. Na hiyo Tanzania iko karibu, na iko karibu zaidi kuliko tunavyofikiri. Tunachohitaji ni umoja wetu, tunachohitaji ni kufanya kazi pamoja, tunachohitaji ni kuhakikisha tunaunga mkono Chama cha ACT Wazalendo. Tunafanya kazi pamoja na nyinyi wananchi, wanaharakati wote ambao wako tayari kuilinda demokrasia. Na mimi ninawaahidi kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025, ACT Wazalendo itaongoza kwa maono ya mabadiliko ya kweli. Tutawasilisha sera za kuleta maendeleo ya kiuchumi, kuboresha elimu, kuboresha afya, kuhakikisha haki kwa kila Mtanzania. Lakini kabla ya hapo, ni lazima tuirejeshe demokrasia, kwa sababu bila uchaguzi wa haki hakuna maendeleo ya kweli. ACT Wazalendo! ACT Wazalendo! Bila uchaguzi wa haki hakuna maendeleo ya kweli. Mwisho, watu wa Mbozi, watu wa Songwe, watu wa Mbeya,
watu wa nyanda za juu kusini, wapenda demokrasia, walinzi wa demokrasia. Ninaendelea kuwahimiza tusimame imara, hili ni taifa letu. Tujitolee katika mapambano haya ya kuleta mabadiliko ya kweli, mabadiliko ambayo Watanzania wengi wameyatamani, kila siku wanaona yamekuwa ni hadithi, lakini sisi tunaahidi tuko tayari kuleta mabadiliko ya kweli. Tuko tayari mama. Kwenye mapambano haya tunahitaji tusaidiane kama ndugu, lakini muhimu zaidi tusikate tamaa. Tusifanye nini? Tusikate tamaa. ACT Wazalendo inaendelea kuwa mstari wa mbele, lakini tunahitaji kila sauti, kila mkono, kila moyo wa Mtanzania mpenda mabadiliko. Tuungeni mkono kwenye operesheni hii ya kulinda demokrasia. Pamoja tutashinda, pamoja tutalinda demokrasia, pamoja tutajenga Tanzania ya kesho, taifa la haki, taifa la usawa na taifa la maendeleo. Tuko tayari?